المؤمنين على فضله وإحسانه كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. Sifa zinakamilika moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Ala fadlihi, juu ya fadhila zake Mwenyezi Mungu, wa ihsanihi, na mazuri yake. Kataba, ameandika, amewajibisha Mwenyezi Mungu, ala nafsihi rahmata, juu ya nafsi yake jambo la kurehemu. Annahu, rehema hizo ni kwamba, man amila minkum su'an, yoyote mwenye kufanya miongoni mwenu binadamu ubaya, ovu, bijahalatin, kwa sababu ya ujinga alionao na kwa sababu ya kutokujali ikabu ya Mwenyezi Mungu, thumma taba min ba'dihi, kisha akarejea kwa kutaka toba baada ya hayo, wa aslaha, na akatengeneza alipopaharibu, an yaghfira lahu, ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu rehema zake atamrehemu mja wake kwa kumfutia dhambi zake, kumsamehe, wa yarhamahu, na kumrehemu tena. Atafanya hayo mahma balaghat dhunubuhu, kwa kiwango chochote ambacho yalifikia madhambi yake, wa adhmat uyubuhu, na ikawa ni kubwa mno aibu yake. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah yafrahu bitaubati abdihi, Mwenyezi Mungu daima huwa anafurahi kwa toba ya mja wake. Wa huwa ghaniyun anhu, anafurahia hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa mja wake. Si kama ataongezeka uungu wake na pawa yake kuadhibu mja wake. Ghaniyun anhu, akitaka anaweza akamsamehe na kisipungue chochote katika ufalme wake, na vile vile akitaka atamuadhibu mja wake, na vile vile kwenye kumuadhibu mja wake kusiongeze kitu katika pawa yake. Wa huwa ghaniyun anhu, naye Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa mja wake. Wa abduhu yu'ridu anhu, na mja wake huyu ana tabia kumpuuza Mola wake. Wa huwa faqirun ilayhi, anapuuza mja wake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye kumhitajia sana Mola wake. Angalia Mwenyezi Mungu alivyo, yeye ni mwenye kumrehemu mja wake na akamsamehe madhambi yake, hali ya kuwa ni mkwasi kwake yeye, yani ametosheka naye. Akimuadhibu hapaongezi kitu kwake yeye, na akamsamehe hapapungui kitu vile vile. Lakini mja yeye upande wake, wa abduhu yu'ridu anhu, mja wake anampuuza yeye Mola wake. Wa huwa faqirun ilayhi, hali ya kuwa huyo mja ni mwenye kuhitajia sana kwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo anapuuza amri zake mbalimbali. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana yatubu ila rabbihi, mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa anataka toba kuelekea kwa Mola wake, wayastaghfiruhu, na kumtaka samahani, fil yaumi, katika siku moja mtume wa Mungu anataka toba kwa Mola wake akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Na kama kuna nambari ambayo itakuwa kubwa zaidi kwenye Kiarabu kuliko 70, basi mtume angetumia idadi hiyo ili asamehewe na ili aonyeshe unyonge wake, aonyeshe vile vile udhalilifu wake, kwamba anamtaka Mwenyezi Mungu samahani. Fil yaumi akthara min 70 marra, katika siku moja mtume wa Mungu anataka maghfira kwa Mola wake kwa zaidi ya mara 70. Sallallahu alayhi
amimine wingi wa rehma Mwenyezi Mungu juu yake, wa ala alihi, na amimine rehma hizo juu ya watu wake, wa ashabihi, na masahaba wake, wa sallama tasliman kathira, na vile vile amimine wingi wa amani, amani iliyokuwa nyingi mno. Amma ba'd, ama baada ya utangulizi huu, ayuha nnasu, enyi watu, jioni yetu ya leo insha Allah, tukiwa ndani ya kipindi cha kumtaka Mwenyezi Mungu samahani, ingawa Mwenyezi Mungu atakwe samahani na waja wake kwa muda wote ule, lakini zaidi kipindi hichi kimekuwa mimbabi aula, ni katika mlango unaonekana ni wa mwanzo zaidi. Rehma za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake zinamiminika zaidi katika mwezi huu. Kipindi hichi viumbe wanakuwa wamejifunga sana na wanaacha kila kitu, wanarejea kwa Mwenyezi Mungu Mola wao, kwa kuwa muda huu ni muda muwafaka zaidi wa kukata mtu matamanio alionayo na kurejea kwa Mola wake. Tumeonelea jioni hii tuzungumzie juu ya fadhila za dua mja kama anaomba dua, hususan kipindi hichi, wal istighfari, pamoja na fadhila za kutaka Mwenyezi Mungu msamaha wake. Lakini mada yetu hii kidogo itakuwa ina kitu maalum, maa salamati al-aqida. Yote hayo mja ayatake pamoja na kusalimika kwa itikadi yake, ili apate msamaha huo, ili Mwenyezi Mungu kubali. Ni pamoja na kusalimika akida, itikadi alionayo moyoni. Kama imekuwa salama, basi naam, aweke mtu matarajio kwamba asa Mwenyezi Mungu atanisame na kunifutia dhambi zangu. Lakini kama itikadi imeharibika, atateseka mtu bure kwa kutumia amali yote aliyofanyayo na kutumia ulimi kwa yasemayo. Mwenyezi Mungu atakuwa ni mzito sana kukubali toba ya mja wake kama akida haikusalimika. Basi umuhimu wa kuomba upo, fadhilatu duai, fadhila za kuomba dua, wal istighfari, na kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha, lakini maa salamati al-aqida, pamoja na kusalimika itikadi ya mtu. Ikiharibika itikadi, basi amekwisha kuwa sasa yumo khasarani. Ittaqu rabbakum, enyi watu, basi kwa hali hiyo muogopeni na mumche Mola wenu. Watubu ilaihi, na murejee kwake yeye kutoka toba. Min dhunubikum, kutokana na madhambi yenu. Na hakuna hata mmoja aliosalimika na madhambi kwamba mimi simo. Mtume Mwenyezi Mungu anasema kullu ibni adama khata'un, wanadamu wote wana tabia moja ya kukosea, lakini wa khairul khata'ina, walio bora zaidi katika ukoseaji huo, at-tawwabuna, ni wale ambao hukumbuka haraka makosa yao na wakarejea kwa Mola wao kutoka toba. Kwa hali hiyo, wala taknatu, na wala viumbe msikate tamaa. Kukata tamaa ni ovu moja kubwa mno, Mwenyezi Mungu anamghadhibisha sana. Wala taknatu min rahmatihi, na wala msikate tamaa katika kuzipata rehema zake Mwenyezi Mungu. Mahma balaghat dhunubukum, kwa spidi yoyote ambayo imefikilia dhambi zenu, tamaa msikate bado. Tamaa asikate mtu kwa vyovyote kavyokuwa, aweke mtu matamanio na matarajio ya kwamba ye atapata msamaha na rehema za Mwenyezi Mungu. Mahma balaghat dhunubukum, kwa vyovyote ambavyo itafikia madhambi yenu. Fa innahu, kwani hakika yeye Mwenyezi Mungu, yaghfiru dhunuba jamia, ana uwezo wa kusamehe dhambi zote kabisa. Lakini ana uwezo wa kusamehe dhambi hizi liman
taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kurejea katika toba kutokana na dhambi hayo. Liman taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kuonyesha unyonge wake na udhaifu wake, kwamba yeye ni binadamu mwenye sifa ya kukosea, akawa sasa yuko tayari kurejea kwa Mola wake, basi Mwenyezi Mungu anaweza kumbadilishia pale pahala alipomwandikia madhambi. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumbadilishia, akamwekea thawabu ya madhambi. Amesema jalla jalaluhu, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, isipokuwa yule ambaye ametubia na akaamini vyema na akatenda kitendo chema. Amila amalan saliha, badala ya madhambi sasa akabadilika. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin, basi hao Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwabadilishia yale mabaya yao kuyafanya kuwa ni mema. Kwa nini? Wa kana Allahu ghafurun rahima, kwa sababu Mwenyezi Mungu sifa kubwa alionayo ni pale ambapo wanadekanapo binadamu ni mwingi wa msamaha na vile vile mwingi kurehemu. Kwa hivyo fa innahu yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kusamehe dhambi zote, lakini liman taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kurejea kwenye taubatan nasuha kutokana na dhambi yake, Mwenyezi Mungu anaweza kumsamehe yote hayo. Lakini kazi ngumu ni kwamba je, yuko tayari huyo mja au bado ataendelea na jeuri yake alionayo? Pako pahala amekiri, pako pahala amekubali, kafika sasa kwamba hana njia nyingine ya kuonesha kwamba anataka msamaha wake isipokuwa ni kurejea kwake. Kama rawa Anas ibn Malik, jambo hili kama alivyosimulia sahaba wa Mtume bwana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, amesema Sayyidina Anas ibn Malik ya kwamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi nimemsikia mnyumba Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, yaqul, anasema ya kwamba qala Allahu ta'ala, Mtume anasema Mwenyezi Mungu amesema kwenye hadithi al-Qudsi jalil ya kwamba e mwanadamu, innaka ma da'autani, hakika wewe binadamu kwa muda wote ambapo utaniomba mimi, muda wote ambapo utakuwa unaniomba mimi, warajautani, na kuntarajia mimi mazuri, basi na mimi Mola wako ghafartu laka, mimi niko tayari kukusamehe wewe, ma kana minka, yale yote ambayo yalikuwa kwako wewe yanafanyika. Ghafartu laka ma kana minka, niko tayari kukusamehe wewe kwa yote ambayo yalikuwa pande wako yanafanyika. Wala ubali, wala mimi sijali kwamba umefanya nini. Mwenyezi Mungu huyo, rehema zake zikupaka hapo. Ya ibn Adam, akasema tena Mwenyezi Mungu katika hadithi hiyo kudusi, e mwanadamu, lau balaghat, laiti kama imefikiria, dhunubuka, dhambi zako, anana samai, mawingu ya mbinguni. Yani madhambi umefanya binadamu mpaka akionekani kitu yanaonekana mawingu, kama kwamba kumetanda wingu la mvua. Lau balaghat dhunubuka anana sama, laiti kama yamefikiria madhambi yako katika mawingu ya juu angani. Thumma istaghfartani, kisha wewe ukaamua kunitaka msamaha mimi baada ya madhambi yako hayo, mimi nakwambia usivunjike moyo, ghafartu laka, mimi niko tayari kusamehe wewe. Ibn Adam, e bwanadamu, innaka law ataitani, hakika wewe kiumbe changu, laiti kama utaletea mimi, biqurabil ardi khataya, kwa mjazo wa ardhi yote hii, kwa imejaa makosa matupu, huna takusalimika hata pamoja, huna salama ya wema, ardhi yote umeijaza hii makosa matupu.
thumma laqitani, kisha mja wangu ukakutana na mimi, kwa sharti moja, kwa sharti moja ya kusalimika akida yako, yani la tushriku bi shay'a, hunishirikishi mimi na mwenzangu yoyote yule. Kama utajaza ardhi yote hii makosa, lakini hunishirikishi mimi na mwingine yote yule, basi la ataituka, nami nitakujia wewe, biqurabiha, ikiwa na mjazo ardhi hiyo hiyo, maghfiratan, msamaha. Wewe umejaza madhambi, na mimi niko tayari kujaza msamaha wangu katika ardhi hiyo. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimlia Imamu Tirmidhi. Waqala, na baada ya kusimlia hadithi akasema Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi ni nzuri na vile vile ni sahihi. Waqad tadhammana hadha alhadith, na kwa hakika imefunga, imechukua dhamana hadithi hii umuran thalatha, mambo matatu ambayo hayo ndio tulolenga kuyazungumza katika jioni hii. Toba watu wanafanya, maneno yanasemwa sana, hususan katika mwezi huu. Maneno yanasema tuba alaina, tuba alaina, tuba alaina ya rabbi ya tawwab. Maneno yanasema sana, ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na wakiwa wengi watasema tuhibbul afwa fa'fu anna. Maneno yanasemwa, lakini je, toba hii inayoombwa katika mwezi huu imesalimika akida yake? Watu hawana waliompa Mwenyezi Mungu mwenzake wakawa wanamtegemea na kumuomba. Kama akida imesalimika hivyo, basi naam, watu na waweke matarajio mazuri. Ni kwamba hadithi hii Mwenyezi Mungu yuko tayari, kama binadamu mja wake atajaza ardhi hii makosa matupu, yuko tayari kumwendea mja wake akamjazia mfano ardhi hii makosa hayo hayo, akamjazia maghfira. Na hata kama mtu ametenda maovu, kwa kujaza maeneo ya mawinguni maovu matupu, basi Mwenyezi Mungu tayari kumsamehe mja wake maovu hayo, bila ya kujali kwamba katenda nini na kafanya nini na kwamba uzito wake uko wapi, bila ya kujali wala ubali. Hadithi hiyo kwa hakika tadhammana hadha alhadithu, imekusanya na ikadhaminia hadithi hii umuran thalatha, mambo matatu, tahsilu biha almaghfira, yanaweza kupatikana kwa kutekelezwa matatu hayo, msamaha wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, na mtu akapata nafasi ya kuambiwa kwamba sasa ingia pala pazuri, udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Wanaweza watu kujishtukia, wanaambiwa haya, ingieni katika bustani yangu kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. Wakati wa Mwenyezi Mungu ameshawasamehe, lakini msamaha wa Mwenyezi Mungu huo si kitu ambacho kinakuja kwa kutamani mtu tu basi. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, kusema mtu astaghfirullah kwa maneno bila matendo ya kweli, kwa hakika ni sawa sawa mfano wake, laqad nasabta naslan lidhi uqumi. Wewe mja unataka kizazi kwa mwanamke aliyokuwa tasa, au mwanamke anatarajia kwamba atazaa na mwanamume ambaye ni tasa vile vile. Laqad nasabta naslan lidhi uqumi. Kwa hakika istighfar lazima iambatane na mambo maalum. Kubwa zaidi la kuambatana na msamaha huu kwa hakika ni salama ya aqida. Hata kama ataleta mtu istighfar gani, hata kama atabadilika mtu kwenye matendo, atende mazuri gani,
lakini itikadi imeharibika. Ana mzimu wa jadi, kule ndiko anakotegemea zaidi. Mwenyezi Mungu baadhi ya wakati anaingia na watu msikitini, kujumuika nao, kurukuu nao pamoja, kusujudu nao, lakini hasa yeye ana mzimu wa jadi. Huko ndiko kwenye kutambikiwa huko, na huko ndo kwenye imani ya kwamba hali jambo lote lile. Madhali mabwana hawa hawataki, basi haliwi, na madhali mabwana hawa wataka, basi hakuna cha kuzuia chote kile. Kama imani hiyo, hapo itikadi yake Muislamu ishaharibika, na ile ahadi ya kwamba msamaha utapatikana na kupewa mtu nafasi ya kuingia fil janna, ni kwamba haipo ahadi hiyo. Hapa itatenguka. Umurun thalatha, mambo matatu. Al-amru al-awwal, hadithi kurusi, maneno ya Mwenyezi Mungu matukufu yamekusanya mambo matatu. Kama atakatoba kweli mtu, ahadi ya kusamehewa ipo, lakini mambo matatu. La kwanza, ad-du'a ma'a ar-raja'i, ni kuomba lakini pamoja na kutarajia. Sio kuomba kusukuma tu maneno, sio kuimba nyimbo tu, ma'a ar-raja', pamoja na matarajio. Asijakaweka mtu kwenye imani yake ya kwamba niombeni mimi, kwa nilofanya mimi patakuwa salama. Afikiri wewe, mimi sidhani kama Mwenyezi Mungu anaweza kanipokea kanikubalia mimi. Wewe hujafanya mambo makubwa zaidi, na wako waliokupindukia wamefanya makubwa zaidi, nao hawajakatapo tamaa bado kabisa kabisa, wamo katika kustruggle. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura. Kwa mfano, kama watu watakuwa wanawaomba na kuwaabudia watu kwa kupoteza itikadi zao, akida kaharibika, ikawa mtu na makaburi na yeye akabadilisha, mtu akaweka kwamba hapa ndio penye atawassul ila Allah, akaweka kama mafungamano ya kuipata njia ya kumwendea Mwenyezi Mungu ansamehe. Akaona mtu labda awaombe maiti, awaabudie na kuwataka samahani na hivi na hivi, akaona kwamba hiyo si shirki, ni moja katika njia ya kutawassul. Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina yad'una, hao ambao watu wanawaomba na kuwaabudu, na wawe wamefanya wema namna gani? Si atakuwa mtume, basi na awe kama yote atakayokuwa yeye. Hana nafasi ya kuombwa na kuabudiwa, hana nafasi. Isikilize Qur'an al-Karim kuhusiana na uamuzi huu. Mwenyezi Mungu inabidi amwelekee kumkhutubia yule ambaye atakuwa ni akramul khalqi, aliyembora zaidi kuliko viumbe vyote, Habibullah, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ambaye cheo chake kiko chingine kabisa. Yeye kwa hakika ibada zote alipewa ardhini, lakini kuna ibada Mwenyezi Mungu ilibidi amnyanyue hadhi yake, daraja yake, akampe ibada hiyo katika arshi, huko baada ya arshi. Ibada hiyo si nyingine isipokuwa ni sala. Ameionea maya amri hii Nabii Musa, si peke yake, na mitume wote. Kila mtume wa Mungu anapopitia pahala fulani mbinguni, basi ni kwamba lazima watashangilia mitume wote kumpokea, na ni kwamba aulizwe malaika aliyofuatana naye Jibril, ni nani ambaye yuko pamoja na wewe? Kama atamtaja huyo tu peke yake, basi marhaban bil abdi salih, karibu
karibu mjale kwa mwema, huyo pita, tayari tunazo idhini kwamba ataletwa. Basi hata kama ataabudiwa yeye akaachwa Mwenyezi Mungu, kwa mfano mtu iwe yumo kuendelea huku anadhani kwamba anafanya ibada, anasemaje? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, ewe mtukufu wa viumbe, akramal khalqi mali man aludhu bihi, na nani mimi kumtegemea zaidi siwaka, asiyekuwa wewe. Hapo Muhammad kishakuwa ni nani? Hapo kishakuwa Mungu. Nafasi hiyo Muhammad hakupewa, isipokuwa Mola wake inabidi amkhutubie maneno hayo inabidi awafahamishe viumbe vyote. Asiyefahamu vizuri Muhammad kaja na kitu gani, hapo anatakiwa afahamu barabara. Qul, Muhammad sema, tangaza waziwazi kweli hii, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi nilivyo si vinginevyo. Katumia Mwenyezi Mungu adatu hasrin wa kasrin, chombo cha balagha cha kufupisha na kuzungusha senyenge, hakuna pa kutokea. Innama, hakika si vinginevyo, ana basharun mithlukum, isipokuwa mimi ni kiumbe binadamu kama nyinyi. Mimi ni kiumbe binadamu kama nyinyi, ni sawa sana nyinyi? Hapana, pako pahala nimetofautiana na nyinyi. Yuha ilayya, ni kwamba mimi kwangu panafunuliwa siri, nyinyi nyote hamna. Hata majini wametamani siri hiyo wapate wao, lakini wapi, hawakuipata. Wakapigwa na mshangao mkubwa majini kuona kwamba mbinguni yanazuiliwa kufika katika maqaila lisam'i, mahala mwakusikilizia siri. Wakubwa wao wanawaambia kwamba lazima kuna jambo katika ardhi lishatokezea, na jambo lenyewe ni kwamba yule tuliokuwa tukimsubiri ni kwamba kishakuja. Sasa anzeni kufanya haraka ya kumtafuta, lazima kipo kisomo kishapewa huyu, na ni kwamba sasa hivi mnatabika bure. Haiwezekani kabisa kisomo hicho kama kitakupigeni chenga msikipate, basi ni kwamba hatuwezi tena kuendesha kampeni yetu ya kuwapoteza viumbe binadamu, hatuwezi tena, kwa sababu maneno hayo tunajua zamani sisi. Mwenyezi Mungu ameweka kwamba fa imma yatiyannakum minni hudan, endapo utakufikieni kutakana na mimi uongofu, faman tabi'a hudaya, mwenye kufata uongofu wangu, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hapatakuwa na hofu juu yao wala huzuni, hawatahuzunika. Lakini kinyume chake ni kwamba watakao kanusha, hakuna jingine ambalo litawapatia salama. Lakini uongofu wangu ukija, basi atakaye kuwa tayari kufuata uongofu wangu, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wakadhabu biayatina, bas sitaki kusikia hivyo la hivi. Fa ulaika ashabun nari, hao ni watu wa motoni, hum fiha khaliduna, humo watakamileni. Majini wamejua hilo ya kwamba lazima katika ardhi liko jambo, na ndiyo maana ikawa sasa tunafukuzwa kufika katika mahala mwakusikilizia mambo yatakayotokea ardhini. Sasa basi mshafungua milango, ishafungwa sasa. Illa man istaqaqa sam'a, na yoyote atakayejibajiba kwa wizi akaweka masikio yake kusikiliza habari hiyo, faatba'ahu shihabun thaqib, Mwenyezi Mungu humfuatishia kimondo cha kumteketeza, kwa sababu ameshawekewa Muhammad ni wa mwanzo kabisa ambaye atafunuliwa siri hiyo. Sasa mtu kama huyo, cheo chake unadhani kiko namna gani? Anahutubiwa maneno, qul, waambie watu Muhammad, nataka ufahamike ni nani wewe. Kuna jamii ya watu mamilioni hakufahamu ni nani wewe. Unadhani labda wewe ni sehemu ya kiungu, labda ndo utaona mtu akijikwaa Hamadi, akipoza kitu Hamadi, kifika na jambo Mtume. Labda wewe ni sehemu ya kiungu. Badilia
la ilaha illa Allah, badilia Allahu akbar, badilia la haula la quwwata illa billah, inakuwa ni wewe ambaye unatajwa sana. Qul, sasa Muhammad tangaza, ikimfurahisha au ikimuudhi mtu, kwa hakika hivi ndivyo ilivyo. Tangaza kwa amri yangu mimi. Qul, sema Muhammad, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi, yani wewe Muhammad, ana basharun mithlukum, mimi ni kiumbe kama nyinyi. Kama nyinyi maana yake kama nyinyi, nimezaliwa na baba na mama kama ambavyo mmezaliwa nyinyi. Mimi nafikwa na homa kama ambavyo mnapata nyinyi. Mimi nasahau kama ambavyo mnasahau nyinyi. Mimi nimehukumiwa kufa na nitakufa kama mnavyokufa nyinyi. Kwa hivyo innama ana basharun mithlukum, pako pahala tumetofautiana, pala penyewe yuha ilayya, panafunuliwa habari ya siri kwangu mimi, na habari hiyo si kama peke yangu hivyo, annama ilahukum, ya kwamba si vinginevyo isipokuwa muabudiwa wenu, pahala pa kuabudia. Annama ilahukum, ya kwamba muabudiwa wenu, ilahun wahidun, ni muabudiwa mmoja peke yake. Hilo lieleweni vizuri. Ina maana na kutuma utangaze, we Muhammad hufai kuabudiwa. Tangaza, sema, watu wakuelewe. Kuna watu na kuitakidi vingine, hapo ndo njia ambayo wakapitia wengine, kama ni masharifu, watu wakubwa, kwa kuwa mtume ataombwa na kuabudiwa, na wao wana sehemu vile vile kama yeye mtume. Nataka kwanza ni kuanze wewe, nikikuanza wewe mwanzo, basi mwingine ajifikirie atakuwa ni mimbabe aula, ni katika mlango ambao bora zaidi kwamba hafai. Kama mtume wa Mungu Muhammad hafai kuabudiwa, basi mwingine yeyote atakuwa ni katika mlango wa mwanzo kabisa, hafai kabisa. Annama ilahukum ilahun wahidun faman kana, basi kwa yoyote amekuwa, yarju liqaa rabbih, anataraji mkutano wa salama na Mola wake. Jambo la kutaraji mkutano wa salama na Mola wake, jambo ambalo ni jambo kubwa sana hiyo. Lazima mtu awe na matarajio mazuri. Haitakiwi kwa muumini kuondosha matarajio, kwa sababu hawezi kuondosha matarajio isipokuwa kafiri kweli kweli, kafanya nguvu kubwa sana, ndio atakuwa anakata tamaa katika kupata rehema za Mola wake. Lakini muumini anatakiwa awe baina khaufin wa rajain, baina ya kuogopa aogope, na vile vile matarajio awe nayo vile vile. Basi katika matarajio hayo, faman kana yarju, kwa yote ambaye anatarajia, liqaa rabbih, mkutano na Mola wake, mkutano yani wa salama. Ama kukutana, watakutana lazima, hakuna njia, la mahala. Tena mkutano wenyewe mtu hatakuwa na mkalimani, mtarjumani anamfasiria maneno, atafahamu yeye mwenyewe. Hakutakuwa na yoyote ambaye atamwambia hapo unaambiwa hivi na hivi na hivi, kwa hivyo hapo jibu hivi na hivi na hivi. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anazungumza na kiumbe chake katika namna ambayo anaifahamu yeye Mwenyezi Mungu vipi atazungumza na kiumbe chake. Lakini kiumbe atafahamu kwamba sasa nasemeshwa na Mola wangu. Sasa faman kana yarju liqaa rabbih, basi kwa yoyote ambaye anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan salihan, kwanza ahakikishe anafanya kitendo chema. Bure bure hivi hivi asitegemee kama kuna salama na Mola wake. Asiweke kwamba anatamani ikawa basi anatamani tu, hapana. Tamana ila Allah al-amani, awe na amalan salihan. Bila ya matendo mema hakuna kitu. Imani yake itakuwa ya uongo kama haina amalan salihan. Aima itakuwa lam takun amanat bihi min qablu, hakuamini hapo mwanzo. Imani kama hapo, basi mambo mema yote hatakuwa mema tena.
au kasabat fi imaniha khaira, au itakuwa hakuchuma mtu kwa imani yake alionayo kheri hata moja, katosheka na imani ya kuzaliwa labda, na akiulizwa anasema yeye Muislamu. Alama kubwa ya Uislamu wake labda kadengua kofia kichwani na kanzu ya darzi inameremeta, labda akachukulia kwamba makafiri wanaona kwamba identity ya Waislamu ni kanzu zao na kofia zao. Wao makafiri hawana la jambo, wamechukulia kivazi cha Kiislamu hasa ni kanzu na kofia. Kumbe anaweza kuwa Muislamu hata kama amevaa 3 piece ya full suit, ni Muislamu vile vile. Inna Allaha la yanzuru, Mwenyezi Mungu haangalii ila suwarikum, kwenye sura zenu, na wala haangalii jambo jingine, anaangalia katika nyoyo na matendo yenu vile vile. Nabii Isa anawaambia wafuasi wake, msinijie mimi na maguo ya mitume, na kumbe mambo yenu mlionayo ni mambo ambayo kuliko mbwa mwitu mmemzidi. Lakini nguo, oho, majuba na vilemba na makashda kama ni mitume, lakini amali zenu ni amali ambazo kuliko majabari yote wale. Tena katika aya yetu vile vile, qul innama ana basharun mithlukum, sema Muhammad kutangaza kinywa kipana kwamba mimi ni kiumbe bin adam kama nyinyi, mfano wenu. Yuha ilayya, kilichozidi kwangu ni kwamba panafunuliwa mambo ya siri kwangu mimi, na siri hiyo si kama kwa peke yangu faida. Annama ilahukum, ya kwamba muabudiwa wenu mkitaka kuabudu, ilahun wahidun, ni muabudiwa mmoja. Kwa hivyo faman kana yarju liqaa rabbih, basi kwa yoyote ambaye anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan saliha, basi na atende kitendo chema. Lazima awe na amali njema, lakini anatenda tendo chema, akida yake sikaharibika. Wala yushrik, na asije akashirikisha biibadati rabbih, kwa ibada ya Mola wake mlezi wake, ahadan, asije akashirikisha kwa yote mwingine. Hakadha binakira, hii imekuja kwa nakra maksudi, ahadan, kwa yoyote yule, hata kama malaika hafai, hata kama Nabii Muhammad pia vile vile hawezi kuingia hapo. Asije akasema mtu kwamba hapa ahadan, hapa inaingua labda hii au ni wengine hao, sio kama Nabii Muhammad, sio kama Muhammad, sio kama sisi. Hapana, ahadan kwa maana ahadan. Wala yushrik, na asije akashirikisha biibadati rabbih, kwa ibada ya Mola wake, ahada, na yote mwingine yule. Hii ni aya mashuhuri sana, maarufu mno, iko nafasi ya mwisho katika sura ambayo Mtume amewaambia Waislamu japokuwa wiki mara moja sura hii ipite katika ulimi wa Muislamu aisome, japokuwa ni usiku kwa mke Ijumaa, Alhamisi, japokuwa Ijumaa yenyewe mchana ikiwa kwake mtu au msikitini, japokuwa asubuhi au jioni, lakini angalau wiki mara moja inapita sura hii, tena anaielewa mtu maana yake. Ndani yake mna maneno hayo, wala yushrik biibadati rabbih ahada, na asije akashirikisha kwa ibada ya Mola wake na mwingine yoyote sio kwa Mwenyezi Mungu. Hili jambo la mwanzo kabisa. Jambo la mwanzo, adduau wa ma'a rajai, kwanza kabisa katika matatu ambayo hadithi kurusi jalili inahusiana nayo, ni kuomba pamoja na matarajio. Lazima uwe unaomba. Kama huna kuomba kwa Mwenyezi Mungu, ibada yako si ya kweli, una kibri ndani yake, mna jivuno. Maana usingeacha kuomba isipokuwa una kibri. Wakala rabbukum ud'uni, Mola wenu amehukumu ya kwamba niombeni mimi, astajib lakum, nami nitakujibuni. Akaendelea kusema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri
katika jambo la kuniomba mimi, ama hao sayadkhuluna jahannama dakhirina, wataingia katika moto wa jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu mno. Ina maana Mwenyezi Mungu ghadhabu zake kama utaacha kumuomba. Ajabu, hapo ndo panapo ukweli. Hapo mwingine anayeombwa ni kwamba atafika pahala atachukia kuombwa tena. Akianza kumuona kwamba huyo anakuja muombaji, ataanza kujificha simuone, au anaweka tayari jawabu ya kwamba akifika nitamjibu hivi hivi hivi. Upuzi tu, upuzi tu, kila siku tu. Akifika tu nishamwekea vimondo. Kwani niko peke yangu mimi mwenye uwezo? Watu mzima kwa hapa na hivi na hivi, mbona uendei wao? Kisha mwekea vimondo. Ajabu kwa Mwenyezi Mungu ilivyo. Kule kuacha kumuomba ndo umekera, ndo umeghadhibisha. Lakini Mwenyezi Mungu raha yake, Mwenyezi Mungu radhi zake, Mwenyezi Mungu matakwa yake, ud'uni, niombeni. Na mkiniomba na ahadi kwenu, ahadi yangu ni kwamba astajib lakum, nitatoa jawabu ni kujibuni. Hamtokuwa mnapoteza wakati bure mnaniomba hamoni kitu. Astajib lakum, na nitakujibuni. Lakini tahadharini, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kiburi katika jambo la kuniomba mimi, ama hao wamenikera. Kwani wao wanaye mwingine, lazima wanaye mwingine. Madhali hawaniombe mimi, labda kuna mwingine aliyewaumba, labda kuna mwingine aliyemiliki pumzi zao, labda kuna mwingine ambaye wanamuomba. Basi nimeweka moja kwa moja ahadi yenyewe, sayadkhuluna jahannama dakhirina. Kosa lao ni kwamba wameacha kumomba Mwenyezi Mungu. Ukiziangalia ibada zote zimewekewa maombi ndani yake, na hasa ibada ya sala, kila ukifanyacho unaomba. Tangu unatoa takbira kuhirimia Allahu akbar, kinafuatia pale ni dua ulistiftah, dua ya kufungulia sala yako. Uombe Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal-barad. Unaomba mara tu baada ya kufungua kifungulio sala, ni kwamba unaomba kwanza, halafu unaelekea na kuingia ndani ya sala. Unamaliza kiraa, unakwenda kwenye rukuu, unamuadhimisha Mwenyezi Mungu. Na katika taadhima hiyo Mtume amekuwa taadhima ambayo fulani ndani yake mna dua. Akiawili Qur'ani Mtume kuifuata kwa kusema subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Umetakasika Mwenyezi Mungu Mola wangu, na kwa sifa zako ndiko ambako nakusifia. Allahumma ighfirli, e Mola wangu nisamehe mimi. Qur'ani ilimwambia Mtume, nakupa alama, ukiziona basi ufanye wingi wa kunitaka msamaha mimi. Idha jaa, alama yenyewe ni kwamba itakapokuja nasrullahi, nusra ya Mwenyezi Mungu na kushinda kwake Mwenyezi Mungu, wal fath, na ushindi wa kutekwa mji wa Maka au ushindi wa sulhu ya Hudaybiyah. Ikija hiyo, wakati huo waraita nnasa, na ukawaona watu Muhammad, yadkhuluna, wanaingia fi dini llahi afwajan, katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi. Nakupa hapo sasa uzidi mno kasi yako ibada. Fasabbih bihamdi rabbika, endelea sana zaidi kutakasa kwa kumhidia Mola wako. Wastaghfiruhu, na kumtaka msamaha. Innahu kana tawwaba, kaye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba. Ndani yake aya hii imemtaka mtume Mungu wastaghfiruhu, utake msamaha baada ya tasbihi. Kwa hivyo mtume akaanza
kuanzia kipindi hicho kuelekea zaidi, kwanza kwamba tasbihi katika rukuu na katika sida ni kwamba ndani yake mnakumsabihi Mwenyezi Mungu na vile vile kumtaka msamaha. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, hapo ndani yake mnakuomba dua. Akenda mwenye kuswali katika sijida, Mtume anasema wa amma fi sujudi fajtahidu fi du'a, ama katika sijida ndo muhangaike zaidi hapo sasa katika kuomba dua, kwa sababu aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih, katika nafasi ambayo amekurubia zaidi mja kwa Mola wake, wa huwa sajidun, akiwa ameporomoka uso wake amesujudu, amedhalilika mwisho kudhalilika ambako hakufai kumdhalilikia ila kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Hapa mkifika, akthiru min ad-du'a, fanyeni sana kuomba Mwenyezi Mungu dua. Tafuta jambo ambalo la kukereketa unalitaka zaidi, muombe Mwenyezi Mungu pale. Na wakati unamwomba Mwenyezi Mungu haja yako pale, wakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwamba mtajibiwa maombi yenu pale katika sijida. Na maana swala nzima ni kuomba dua sana, tangu unaanza takbira kuirimia mpaka kwenye sijida unaomba sana. Akiinuka mwenye kuswali kutoka katika sijida, anakwenda kwenye kitako baina sijida mbili, anaomba tena rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafu anni. Unadhani wewe liko jambo ambalo limeachwa hapo tena? Sasa kama atapewa mambo hayo unayoomba mwenye kuswali, rabbi ighfirli warhamni, e Mola wangu nisamehe mimi na unirehemu mimi, wajburni, na uniunganishie kila ambalo limekatika, wajburni khalafu warzuqni, uniruzuku. Na riziki ziko aina kwa aina, kuna riziki ya chakula, iko riziki ya afya, iko riziki ya pumzi, alimradi warzuquni, uniruzuku mimi, wahdini, na uniongoe mimi, waafini waafu anni, unipe afya na kunisamehe kupuzilia mbali niliyofanya na udhaifu wangu. Hakuna tena kilichobakia hapo. Akiyapata hayo mwenye kuswali ni kwamba basi kavuka. Lakini je, mwenye kuswali anayo nafasi ya kuomba hivyo, au anainuka akikaa tu hata anaelewa maana yake maneno hayo, au yumo tu kuinama na kuinuka, bali anafukuzia upesi upesi kwenda katika hawaiji ambazo za kidunia zinamalizika? Ni kwamba hizo zimemshughulisha mpaka hana tamkini ya kutulia akafanya tumaanina mbele ya Mola wake, angalau akataka haja katika kitako baina sajidataini au kwenye sida, angalau akataka haja, akaonyesha udhalifu mbele ya Mwenyezi Mungu, akaomba. Ibada kubwa zaidi, Mtume anasema ad-du'au huwa al-ibada, kuomba dua ndio ibada hasa. Kama hakuna kuomba, basi ni kuwa hakuna kuabudu. Utaona mpaka unapokuwa kwenye saumu. Kwenye saumu unaambiwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, watu watatu la turaddu lahum da'wa, hawarejeshewi maombi wao wakiomba. Katika watatu hao yumo ambaye da'watu saim, dua ya mfungaji, tena muda wote yuko karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, muda wote wa saumu. Labda atapofika pahala akatengua funga, yani kwamba akala pale kidogo, ameondokana naye Mwenyezi Mungu pale, lakini muda wote yuko na Mwenyezi Mungu Mola wake. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alipokuwa akieleza habari za saumu kwenye Qur'ani, Sura al-Baqara, katikati yake ghafla akatia maneno ya kuhusiana na dua. Baadaye atakuja tena kuendelea. Ina maana Mwenyezi Mungu hakati maneno isipokuwa ligharadhi ma, liko lengo maalum. Ndo kitabu cha Mungu kizoe hivyo. Utasoma habari hivi imetungamana moja mbili tatu, lakini katikati yake inakuja habari ambayo wewe kwa akili yako utaona kama kwamba haikuhusu kitu. Limeingia jambo hapa
katikati halali kuhusu jambo hili, kisa changu hapa nilikuwa naendelea kisa kadha kadha. Haleti Mwenyezi Mungu kitu kama hicho isipokuwa kwa lengo maalum, anataka mja wake ufahamu lengo hilo. Hapa katika sura hii al-Baqara alipokuwa Mwenyezi Mungu anaeleza habari ya funga, ghafla katikati yake akaleta maneno wa idha sa'alaka ibadi anni, na endapo watakuuliza Muhammadi waja wangu kuhusu mimi, inawapitika kuuliza aqaribun rabbuna fa nunajihi, hivi Muhammad yuko karibu sana Mola wetu tunungone naye, manake atuelewe habari hiyo. Ambaidun, au yuko mbali masafa, fanunadihi, tumpige makelele na tuweke vipaza sauti atusikie, maana yuko mbali. Tuanze kumwita ya Allah, ya Rabbi, minna hivi na hivi. Basi kabla mtume wa Mungu hajajibu yeye, Mwenyezi Mungu mwenyewe ameingia kati kueleza yeye. Na tukasema mara nyingi ya kwamba aya kwenye Qur'ani zote ambazo zimekuja kwa sigha ya suali lazima ziwekewe kiunganishi cha kul, yani kwa niaba, sema Muhammad kuwajibu. Aya zote zilizokuja kwa sual, wa idha sa'alaka wa yas'alunaka, alimrai utaona mbele yake kuna kul, waambie zote, isipokuwa hii moja tu peke yake. Kwa nini? Hapa kwa hakika ligharadhi ma, kwa lengo maalum. Hapa pana dua. Hapa watu wameuliza kuhusu Mwenyezi Mungu, umbali wake na ukaribu wake, wanataka kumuomba hapa mwite. Hapa Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake faqul, sema kuambia. Hapana, aliingia mwenyewe, wa idha sa'alaka ibadi anni, na endapo watakuuliza Muhammad waja wangu kuhusu mimi, fa inni, bas hakika mimi, karibun, ni kwamba niko karibu nao sana. Na si kama niko karibu nao tu, hapana, si wapuzi. Ujibu, mimi huwa naitikia hivyo, nakubali kuitikia da'wata da'i, dua ya muombaji, tena na muitikia idha da'ani, wakati ule ule anaponiita mimi kuniomba, ule ule. Wako naomba wako na maajabu, kama kwamba mtu amefungua switch ya taa ya umeme, huku anasema na huku jawabu inakuja. Wako wanafika pahala katika sida zao wameinama, wamesujudu, yale ambayo Mwenyezi Mungu anawaambia, basi tahamaki milango korokocho inafunguliwa, huku yanaomba isikadha kadha 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 kadha, nitoe katika hilaki hii na hivi na hivi, huku milango yafunguliwa na kuuliziwa watu, yuko fulani hapa. Sisi tuna orodha katika majina haya, yuko fulani hapa, anaamba kama yumo, litie mara moja, anasema kwamba anasali hivi sasa kasujudu. Wewe unasikia maombi yake. Maombi ni kwamba mtume kasema fakaminun an yustajaba lakum, dua itakayoombwa pale katika sijida, thibitisha kwa hakika kwamba itajibiwa lazima. Basi ujibu da'wata da'i, na mwenyewe anasema jalla jalalu, mimi naitikia dua ya muombaji idha da'ani, wakati ule ule ambapo ananiomba mimi. Idha da'ani ana wahdi, anaponiomba mimi peke yangu, ameacha kila pa kuomba akakimbilia kwangu mimi, idha da'ani. Kwa hivyo falyastajibu li, ili watu wafanikiwe katika maombi. Tunaomba sana lakini kuna pahala hatufanikiwi. Na Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, wama du'aul kafirina illa fi dhalalin, hayawi maombi ya makafiri isipokuwa kwenye kuharibika na kupotea. Yani mfano wake, kama mtu amekwenda kwenye maji akawa amenyoosha mikono ili maji yale yafike kwenye mdomo, itafikaje? Ende akateke, halafu baadaye achukue tabu ayatie kinywani, sio kanyosha hivi hivi tu, ama kwa hapo maombi matupu hayafanikiwi. Ndio maana falyastajibu li, basi na wao viumbe wenye kuniomba mimi waniitikie mimi katika amri zangu, na amri nimewapa na makatazo nimewakataza. Waliyuminu bi,
na wakiamini wanaamini peke yangu, la'allahum yarshudun, ili huenda hapo ndipo akanyokewa mtu na haja yake. Wala'alla harfu ni harfu ambayo wanaita watu wa grama. La'alla hii ni harfu taraji, ni harfu ya kutarajia, ambalo litarajiwalo limekuwa karibu lukui, liko mbali mno, karibu mno kutokea kwake, karibu lukua, kinyume na harfu nyingine ambayo inakuja laita, ya laiti, ya laiti. Laita almarid, laiti mgonjwa kama angekuwa amepona. Unatamani tu laiti, laiti, lakini limekuwa jambo hili baidu lukui, liko mbali mno kutokea kwake. Lakini taraji, la'alla harfu tarajin. La'alla alqitara qadimun, huenda treni sasa hivi inaingia. Kumbe kishaanza kusikia mlio, kumbe kishawaona inspector wale wanashughulika na tiketi na hivi na hivi, anasema sasa hivi la'alla asafara hadirun, huenda ikawa safari yetu ishahudhuria sasa hivi hapa. Kishaanza kuona kwamba mambo yameuiva. Na hii la'alla hii anapotumia Mwenyezi Mungu, basi imekuwa wala'alla minallahi wajibun. Kwa Mwenyezi Mungu la'alla ni wajib, lazima atafanya. La'allahum yarshuduna, ili wapate kunyokewa, ili sio labda. Labda kwa binadamu huenda ikawa, huenda isiwe. Binadamu ndo ambaye mambo yake atie insha Allah, insha Allah. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna akitaka nani wala nani, yeye mwenyewe ndo anaamua mambo. La yusalu amma yafalu, na akiamua haulizwi kutokana ambayo anayafanya. Wahum yusaluna, wao viumbe ndo taulizwa. Kwa hivyo falyastajibu li, basi na wanaitikie katika amri zangu viumbe. Waliyuminu bi, na wakiamini waniamini peke yangu. La'allahum, huenda wao au ili wapate wao, yarshuduna, wanyokewe na hayo wanaomwomba Mwenyezi Mungu. La kwanza katika hadithi kursi yenye kuonyesha ya kwamba watu hata kama watajaza katika maeneo ya juu maovu matupu, Mwenyezi Mungu hajali. Ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu, bali huenda mwenye kumkosea yeye akampa zaidi. Anasema tena kwenye hadithi kursi jalil, li alayka faridatun walaka alayya rizqun fa in khalaftani fi faridati lan ukhalifka fi rizqika. Sikia maneno hayo, li alayka faridatun, kwa upande wangu mimi juu yako mja wangu nimekulazimisha utekeleze amri. Walaka, na kwa upande wako wewe, alayya, ni lazima juu yangu mimi, rizqun, nikupe riziki. Lazima, lazima nimekuumba. Itakuwaje nikutupe katika nyangarika hili, huna oxygen, huna usiku, huna mchana, utakula nini? Hapana. Walaka alayya rizqun, na wewe kwa upande wako juu yangu ni kuruzuku. Sasa basi, in khalaftani fi faridati, kama mja wangu utakwenda kinyume na mimi katika kutekeleza amri zangu ulizokupa, ambalo ni wajibu wako mimi Mola wako, lan ukhalifka fi rizqika, sitokwenda kinyume kabisa na kukupa riziki wewe. Kama uko tayari kuacha kusali, wacha kusali, potelea mbali, lakini mimi hewa yangu utaipata bado zaidi. Na unataka usiku, wewe mimi usiku wangu nitakupa. Wataka mchana, na mchana wangu upo. Wataka maji ya kunywa, oho, gelon kwa gelon, mpaka umalize kitu ambacho nakuandikia, mpaka umalize riziki hiyo. Lan ukhalifka fi rizqika, mimi siko tayari kwenda kinyume na kuruzuku wewe. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyo. La kwanza katika hadithi hiyo ambayo imekuja na maneno, hata kama utaweka mjazo katika ardhi hii, umejaza makosa matupu, umejaza maovu, basi Mwenyezi Mungu atakukabili wewe kwa mjazo kama huo, kwa maghfira, kwa maghfira. Ina maana katika hadithi mna kitu dua, kuomba, na vile vile liko jambo ambalo linakupa ataraji, matarajio. Usiombe hivi hivi tu, weka matarajio hasa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
katika uhai wake amekwenda kumkagua kijana mmoja, anaumwa mahututi, ameshakuwa katika kutazamiwa roho, amewekwa katika orodha ya mahututi, yuko katika sakaratul mauti. Mtume kufika hali yake aliyoiona ile, akamwambia, ewe kijana, lima la tad'u, mbona huombi hapa? Nafasi kama hii vipi unakaa kimya? Nafasi ya sakaratul mauti hapa, kama utaomba Mungu akikubali hapa, moja kwa moja unavuka we. Falima la tad'u, mbona huombi? Yule kijana akamjibu Mtume wa Mungu, ad'u ya Rasulullah, naomba. Si kama kaa kimya, lakini sauti yangu sasa hivi itoki tena, ulimi sasa hivi haunyanyuki, naomba hivyo mie, lakini ndo mtu anijui kana naomba. Mtume atakuja kama anaomba, lakini aliweka lengo maalum. Akamuuliza, fabima tad'u, ukiomba unaomba nini wewe? Mtume Mungu huyo, Mola wake aliyempeleka anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukupeleka Muhammad duniani isipokuwa uone rehema kwa ajili ya walimwengu wote. Tazama rehema yake ilionayo. Anataka kumkwamua mtu, anataka kujua kiomba naomba nini katika maule. Fabima tad'u, yule kijana akadhania kwamba anavyoomba barabara, akasema upesi mno kumjibu Mtume wa Mungu, mimi naomba kwa kumwambia Mtume wa Mungu, Allahumma, Mwenyezi Mungu, in kunta muadhibi fil akhirah, ikiwa wewe Mwenyezi Mungu ndio umeshakuwa hekima yako na elimu yako unakwenda kuniadhibu akhirah kwa nilokufanyia, na kuomba Mwenyezi Mungu, fa'ajjil li al-uqubata fi dunya, nifanyie haraka kunipia kabisa bakora zangu hapa duniani. Naomba untese kabisa hapa duniani, sitoweza kupokea adhabu za milele, nipe kabisa. Mtume wa Mungu akamtazama kijana huku akiwa na masahaba pale, akamwambia, fa innaka lan tastati'a dhalika, hutoweza jambo hilo, usiombe hivyo. Unaomba dua gani? Unaomba wewe, unaomba haraka Mungu akuadhibu? Hapana kabisa. Unajua atakuadhibu vipi? Huwezi kujua. Huenda hapo ikawa ndio na kama yako hapo, ukasema yani maisha gani haya, bora nikafa. Hapana, hujui kufa kitu gani. Omba nusra, omba salama, omba wema kwa Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu atakupiga vipi? Halla da'auta Allah qailan, wewe si bora ungemuomba Mwenyezi Mungu huku unasema rabbana atina fid dunya hasana, Mola wetu tupe sisi katika dunia hii mazuri, wa fil akhirati hasana, na akhira vile vile ukatupe mazuri, wa qina adhaban nar, na utukinge na adhabu ya moto. Omba hivi wewe, usiombe Mwenyezi Mungu akupe haraka hapa, huwezi kujua. Na kama atakupa haraka hapa, mpaka hiyo shahada utaikataa. Adhabu mchezo, Mwenyezi Mungu huyo taka mchezo na kiumbe chake. Imekuja katika masimulizi, kaadhini mtu kuliko miaka 70, muadhin anawaita watu yeye katika sala, hayya ala sala. Jambo kubwa sana hilo, kuwaita watu katika jambo la khairi. Lakini wakati kutoka roho sasa, alipofika katika sakaratil maut, anawaambia waliomzunguka, leteni mashaf mara moja. Wengine wanashangilia kwamba sasa hivi ataka msahafu, alhamdulillah, lete upesi fulani, we lete. Dakika ya mwisho huyu pengine anataka kusoma aya ya Qur'ani. Maana wako mawalii al-arifina billahi, wako waliomalizia umri wao kwa aya za Qur'ani tu basi. Ikawa mtu kamalizia aya nzuri sana ya Qur'ani, miongoni mwa hao ni Umar Abdul Azizi, ni kwamba amemalizia aya ya Qur'ani, watu wakashangilia, leti msahafu. Akaletewa mashafu, akaikamata. Alipoikamata akainua juu, akaambia, nataka mushuhudie kitu gani hichi? Nakiona huko mlioko mbali, tunakuona. Basi akamwambia, ushidukum,
na kushuhudisheni mashahidi wangu bianni bari'un min hadha alkitab, ya kwamba mimi niko mbali na kitabu hichi, mbali mno, hatuhusiani kitabu hichi. Kitabu gani hichi? Ala, Mwenyezi Mungu huyo pale pale anamaliza maneno haya na roho kwa ikatoka. Lo, wale wako pale kwa kile bwana Butwa fulani tukumtegemea kaadhini miaka 40 5 salawati, leo hii katuambia tumpe mashaf anaikadhibisha hivi hivi. Si bure hii. Lakini twende nyumbani tukapata ibra, twende nyumbani kwake, watu wake wa nyumbani wanakwenda kuulizwa, wanasema jamani, nye mwenzetu, hebu tupeni alikuwa na siri gani? Kwani tunaona mambo si kawaida. Mtu dakika mwisho kuambia watu nitini masafu wanaikadhibisha, si maskhara, lazima iko siri kubwa. Basi watu wa nyumbani wasema, kwa kuwa mnataka hayo kwa faida ili muwaidhike, kwa hakika ndugu yenu huyu tumesema naye sana, ana adhini, lakini alikuwa na amali ambayo nadhani ndo alama hiyo waziwazi kwamba imemfelisha. Amali yake alikuwa anachungulia aibu za watu. Majumba yamewekewa milango na madirisha na mapazia, yeye anaparamia na kupata mwanya kuwaona watu vitandani, viumbani wanafanya nini. Mwenyezi Mungu sasa akaja kamfedhi na yeye vile dakika ya mwisho vile vile. Hatoki salama mtu kabisa. Akitaka salama astahi watu, atastahiwa. Akiomba Allahumma usturni bisatrika aljamil, Mola wangu nisitiri mimi kwa pazia lako ambalo, au sarako ambayo nzuri mno, alladhi satarta bihi nafsaka, pazia ambalo umejistiria wewe nafsi yako, fala ainun taraka, hakuna jicho ambalo linakuona na mimi nisitiri vile vile. Akiomba hivyo basi afanye kweli kweli, sio maskhara. Sio kwamba anaomba hivyo na baadaye anapekua pekua maisha ya watu, la. Kumbe namna kama naam, hivyo ndivyo ilivyo. Dakika ya mwisho mtu ni kwamba imekuja fedheha. Kila wakati watu waombe husnul khatima, uzuri wa mwisho. Hakuna pahala ambapo mtu anafaidika napo isipokuwa kuondoka duniani na amali njema, iwe yeye anaondoka na mambo mazuri, kwa sababu akifufuliwa atafufuliwa na jambo ambalo kafanalo. Hakuna hivyo la hivi. Vile ambavyo ameishi ndivyo ambavyo atafufuliwa. Aombe mtu apate salama ya mwisho. Kucheka sana mwanzo, hakucheka kitu mtu bado, mambo hayajesha, unafurahia nini? Usiwe na overconfidence ya jambo, ngoja kwanza mambo yamalizike. Kama ni resulti watakuchaguliwa, ngoja kwanza majimbo yote yamalizike, si uchaguzi. Hebu subiri kidogo kwanza. Unaanza kusema ya kwamba nishashinda na hivi na hivi, bado tulia. Mwenyezi Mungu muweza, anaweza akaugeuza dakika 2-3 ushindi wako, na watu wote wakashangaa duniani ya kwamba haiwezekani. Haiwezekana kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameshaona kwamba kuna shari ya viumbe mbele, akataka kuwanusuru viumbe wake wema. Yani kama atapata huyu ni kwamba akida taharibika ya watu, akazuia. Mwenyezi Mungu anaweza kuingilia kati lolote lile. Wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi, tambueni kwa Mwenyezi Mungu anaweza akaintercept, akaingilia kati, yahulu baina almar'i wa qalbi, katikati baina ya mtu na moyo wake, katikati. Mwenyezi Mungu anaingia katikati pale, akazuia. Asiwahi mtu atakuwaza wazo akalimaliza, kakaa mwenyewe kitandani atakulala hivi pale, inamjia mawazo kadha kadha, basi asiwahi hata kufikiria, awahi. Mwenyezi Mungu anaingia kati, anafuta kila kitu. Tamaki mtu pumzi zimempaa, ni kwamba anamchukua anakwenda akhira. Alikuwa katika kufikiria hiyo afanyeje, lakini hakwahi. Mwenyezi Mungu anataka watu wajue hilo. Basi kwa hivyo katika hadithi ya kursi la kwanza tulipata ya kwamba
ni wajibu wako Muislamu kuomba. Na unapoomba, hadithi hii waqad tadhmanu hadha alhadithi umuran thalatha, ina mambo matatu. La kwanza katika hayo matatu, al-amru awal ad-du'au war-raja'u, ni kuomba dua lakini ma'a ar-raja'i, pamoja na matarajio. Usiombe hivi hivi. Kuomba kwa Mwenyezi Mungu ukaweka matarajio, hapa umemtambua Mwenyezi Mungu vilivyo, kuliko kujisemea maneno ovyo. Wewe mwenyewe unaamini, lakini matarajio nayo, au ni kama unasema ya kwamba mimi nishaua sana, nishazini sana, nishashirikisha mambo ya liwati, nimefanya sana na hivi na hivi, mimi bwana nimekwisha. Kama kuomba tuombeni, ni kwamba hakuna matarajio tena. Hapa Mwenyezi Mungu umemkera mno, ushamdhalilisha na ushamuondolea madaraka alionayo, cheo alichonacho, ni kwamba hukumfahamu Mwenyezi Mungu alivyo. Wa huwa fi qawlihi, jambo hili la kuomba na kuweka matarajio liko katika tamko lake Mwenyezi Mungu kwenye hadithi hiyo aliposema, innaka ma da'autani, hakika wewe mja wangu kwa muda wote ambao umeniomba mimi na huwi katika kuniomba mimi, halafu warajautani, na ukantarajia mimi. Lazima sio kwamba unaniomba tu unanitarajia mimi. Innaka ma da'autani, haka wewe huniombi mimi, warajautani, na kunitarajia mimi, isipokuwa ghafartu laka ma kana minka, mimi niko tayari kukusamehe wewe yale yote ambayo yamekuwa upande wako wewe. Wala ubali, wala sijali kitu gani umefanya mja wangu. Lakini unajiamini, unataraji, bali kuna anayeomba hata maana yake hajui. Usifanye hivyo, omba kitu kijuacho. Kaulize dua hii maana yake nini na nini na nini. Kama imekushinda, omba kwa lugha yako unaoelewa. Mwambie Mwenyezi Mungu hivi hivi, na Mwenyezi Mungu anasikia lugha zote, ndio muumbaji, zote anasikia. Fafihi, ndani yake dua hii, annahu la budda min aljam'i, hapana budi hapa mwenye kuamini akusanye baina duai wa rajai alijaba, baina ya kuomba na kutarajia kujibiwa. Lazima weke hivyo, usisukume tu, nasema tu kwa Mungu kasema, mtume kanambia, lakini nasema tu. Hapana, tarajia kwamba itakuwa hivyo. Hujafika pala pake tu papotakiwa. Pengine Mwenyezi Mungu anakujibu, wewe umedharau tu. Anajibu Mwenyezi Mungu katika aina kama 4 hivi. Mwenyezi Mungu anaweza kujibu hapo hapo, huku unaomba ukajipa pale. Nabii Zakaria, fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi, walimlingania malaika kumjibu anayoomba. Hakika yeye kuwa kasimama anaomba dua, qa'imun yusalli fil mihrabi. Basi anaambiwa anna Allah yubashiruka kadha 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 kadha, akitokacho ni kwamba sasa iko tayari. Mwenyezi Mungu huanza kumjibu tu hivyo. Na Mwenyezi Mungu anapoona mja wake unamuomba jambo ambalo halina maslahi na wewe, ni kukubadilishia badili yake akakupa baadaye, kwa sasa hivi alikufai. Mtoto mdogo umri wako, ni kwamba ukipewa utaharibika imani yako binafsi, ya akida yako itapotea binafsi. Hapa kama utapewa kiombacho, ni kwamba utakuwa jeuri kama hakuna. Wameomba watu kwa mtume, wakamwambia ud'u Allah li an yughniyani, ya Rasulullah, niombe kwa Mwenyezi Mungu mimi anitajirishe hali yangu mbaya, maisha hayendi. Sivyo tulivyo jamani, hivi ndivyo tulivyo hivi. Huenda mtu akaona ya kwamba anahitajia dua, aombewe dua mtu, mambo yamekaa vibaya. Huenda Mwenyezi Mungu akaona kwamba akikupa ukitakacho mambo yataharibika. Na kama zama za mtume wa Mungu anajiulishwa pale pale kwamba huyu atakacho tajiri huyu, ni kwamba atafilisika huyu, imani yake itaharibika. Ile sifa aliyokuwa nayo, takbira ya kuhirimia, haimkosi nyuma yako, ni kwamba sasa itakuwa basi ndo kumfukuza katika sala, dua yake ikijibiwa. Mtume wa Mungu kwa kujua mambo hayo,
anamwambia mumtakaji wa dua hiyo, anamwambia khairun, qalilun, kitu kidogo licho nacho ambacho tuaddi shukrahu, wewe unatekeleza shukrani yake kwa kidogo licho nacho, ndo Mwenyezi Mungu anataka iwe. Khairun ni bora hicho, min kathirin, kuliko kingi ukipewa, la tuaddi shukrahu, huwezi kutekeleza kulipa shukrani yake. Hataki mtu ala, anakwambia mtume wa Mungu hana masara. Mtume hapo hapa ni katika mambo ya maombi. Kama anakuzuia yeye ndo kakwambia sana, na hakuna pahala ambapo mtume kakubakishia maombi ya kuomba. Kila ukitakacho mtume Mwenyezi Mungu amekufundisha na kuomba, halafu baadaye anakuzuia. Nini maana yake? Iko siri hapo. Hakubali mtu, anasema mwisho wake wallahi alazim, na hapa kwa kumweka Mwenyezi Mungu mtukufu shahidi wangu, la in atani min fadli, kama Mwenyezi Mungu atanipa mimi katika fadhila zake, basi mimi naahidi la asaddaqanna, nitatoa sadaka. Hatakuwa mtu anakufa njaa duniani, mimi sikupewa tu bado, hali kama hii basi, unyonge kama huu basi, mimi sipewa tu bado, mimi kama nitapewa mimi, la asaddaqanna, nitakuwa mwingi wa kutoa sadaka. Tena sitoshe, wala akunanna minas salihin, na nitakuwa mimi ni miongoni mwa watendao mema. Mwenyezi Mungu anasema falamma atahum min fadli, Mwenyezi Mungu alipowapa katika fadhila zake, matokeo yake bakhilu bihi, wakafanya ubakhili. Tena jingine la watawallau, na wakapuuza amri za Mwenyezi Mungu. Wahum mu'ridhuna, na wao ni wenye kukataa kabisa ndani ya nyoyo, na kuona Uislamu mtu unamdhalilisha, unamwingilia kati katika kutumia mali yake, akaanza kuuchukia. Hii hali iko hapa. Kwa hivyo hadithi hapa kwa hakika inatuwekea jambo hili moja, la budda min aljam'i, Muislamu hapana budi katika kusanya baina duai, katika maombi dua, wa rajai ijaba, na kutaraji malipo na jawabu ya dua. Weka katika moyo wako, huku unaswali, weka hivyo kwenye qiyamul laili chako, kwenye sijida yako, mwezi kama huu, weka imani kwamba matarajio yapo ya kukubaliwa dua yako na kujibiwa. Lakini Mwenyezi Mungu anakujibu atakavyo yeye. Pako pahala umeomba mtoto, Mwenyezi Mungu anajua kama mtoto uliomuomba ndo shakaa yako itakuwa, ndo balaa lako. Akaamua asikupe mtoto, akufutie dhambi zako, akupe jambo jingine ni kwamba Mwenyezi Mungu sio kadhania kwamba hasikii unamuomba, au umepuuzwa, umedharauliwa, ukaamua kuondosha matarajio, utakuwa umeingia kwenye dhambi kubwa sana. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kukuwekea umuombacho akhira, na atamuuliza mja wake Mwenyezi Mungu, yeye fulani, unakumbuka ya kwamba mimi uliniomba kitu kadhaa kadhaa, siku kadhaa kadhaa, mwaka kadhaa kadhaa, pala kadhaa kadhaa? Atashangaa mja kama, naam, nakumbuka hilo, na siku hiyo nimelia machozi kwa dhiki ndio nayo, nimelia kasa. Kumbe ulilia. Je, mja wangu, si nilikupa kitu kadhaa kadhaa? Anasema mja, sikumbuki, nilipewa haja kadhaa kadhaa, nilipewa kijambo kadhaa kadhaa mpaka nilikufa, sikumbuki. Mwenyezi Mungu anamwambia, basi nimeamua kukuwekea akiba huku na kukuja maisha ya milele. Basi hii dua yako sasa hivi nimeamua kukupa kitu kadhaa kadhaa. Lo, atapoona mtu anapewa akhira kitu kadhaa kadhaa, atatamani bora angelikuwa hakujibiwa dua zake zote, bora angepewa kule akhira. Unaona mambo hayo, Mwenyezi Mungu anajua wapi akupe. Usije ukaona kwa mambo yako maujibiwi, unaumwa sana, unadhalilika na hivi na hivi. Ni kwamba maombi yako kama utapewa uzima hapa duniani, ni kwamba utafunua nguo watu wote aibu zao. Mbovu tu sasa hivi, ngoja upate uzima tu, upate uzima asubutu, watu wote utawaaibisha, wake za watu, nani wa watu, ni kwamba sasa wamekuwa kitako. Kumbe kwa kitako wako kule kuna kheri kubwa sana na kuna siri kubwa sana, wewe hujui hayo. Huenda Mwenyezi Mungu anakukea uzima akhira
atatamani mtu ya kwamba bora dua zangu zote nisingejibiwa nikaekewa hapa, jinsi Mwenyezi Mungu atavyompa mtu. Mwenyezi Mungu anasikia na anakujibu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Sasa wewe endelea, falyastajibu li, viumbe wanikubalie maombi yangu, waliyuminu bi, na wawe tayari kuniitikia vile vile haja zangu na kuniamini peke yangu. Falyastajibu li waliyuminu bi, na waniamini peke yangu, la'allahum yarshuduna, ili wapate kunyokewa na maombi yao. Hili ndo la kwanza tulizungumza leo katika mambo matatu yamefungwa kwenye hadithi kurusi jalil, matatu mno, muhimu mno. Twajionea mambo yanakwenda tu, hatuna habari sisi. Huenda mtu akafika pahala, huyo Mungu mimi ananijua mimi, lakini nadhani mimi nitakujulikana sijulikane mimi. Inampitia mtu kwamba lazima kuna discrimination, mapendeleo, kuna kitu upendelewaji. Mbona fulani nimekaa naye hivi, ile anaanza siku pili akapata jake, mimi mkao ngapi sasa hivi huu? Haizidi na damirika zaidi huko kuomba pia vile vile kunifai mimi, manake nikiomba nazidi kudumia zaidi, bora nisiombe tena. Hapana, omba. Waduau huwa al-ibada, na dua ni ibada peke yake. Waduau mukhul ibada. Riwaya nyingine Mtume anasema dua ni kama ubongo wa ibada. Kama ubongo kwa binadamu ndio unomfanya binadamu, manake tofauti yake na mbuzi ndogo sana. Mbuzi hana akili, kwa hivyo mbuzi haelewi kifanyacho. Kama anaudhi anafurahisha hajui, lakini binadamu anajua hapa ninaudhi, hapa nafurahisha. Kwa hivyo adduau mukhul ibada, dua ni kama ubongo wa ibada. Mja omba sana, tena pendelea kuomba kwingi. Kusanya moyo wako na kiwili chako siku kama hizi. Unafika magharibi kiasi dakika 5, muadhini atawaambia watu kwamba jua limekuchwa, jikusanye, elekea kibla. Sema naye Mwenyezi Mungu, sema naye na kusema naye tena na tena, kwa sababu wewe ni mfungaji, na ni kwamba wewe maombi yako ukijua kasema as-sadiqul amin, aliyemkweli mwaminifu, amesema la turaddu lahu da'wa. Mfungaji hairejeshwi kwake dua, labda ameharibu itikadi yake, anaomba huku itikadi yake mbaya, lakini kama kajitahidi itikadi yake kailinda, ni kwamba dua yake hairejeshwi kabisa, harejeshwi, kisha harejeshwi. Ni kwamba nimeshuhudia jambo ambalo limenipa ibra kubwa sana. Nilipopata bahati ya kuwa pale Makkah al-Mukarrama katika mwezi wa Ramadhani, nikashuhudia kwamba kiasi dakika 7 mpaka 5 hivi muadhini wa gharibi ataghadhini msikiti mzima katika Baitullahil Haram, panakuwa kimya, kima ambacho kinaambiwa ni dead silence, hakohoi mtu hapo, kimya kama kwamba msikitini mle hamna mtu, na kumbe katika msikiti watu wako katika mamilioni, 4 millions na zaidi. Kimya watu wote pale, kwa hakika kumbe ni wakati ambao karibu watu watafungua kinywa, yataka lazima Mwenyezi Mungu pale waseme naye. Wakiwa pale gani? Kwenye Baitullahil Haram, hawarejeshwi. Ile ahadi ya Mtume pale na kuanzia zaidi pale ya kwamba la turaddu lahum da'wa, dua yao pale rejeshwi. Basi pale kimya, watu wote kimya kabisa. Imamu anagonga kitu au muadhin kitu kama meza hivi na imeweka amplifier, basi akigonga msikiti mzima unavuma ule kimoja tu. Kumbe kwa kule watu kama wanaambia sasa hivi dakika 5 au 7, uone watu hapo sasa hivi, ni mtu katika msikiti anaona kama atakera watu. Kama alikuwa anakwenda anasema pale pale alipo, anakaa kitako sasa, anachuchama sasa, anaanza kuomba sasa. Uone watu hapo wanamunya midomo hapo, naomba mpaka anaadhini muadhini. Hapo ndo mwisho wake. Mwenye kufungua kinywa anafungua kinywa, mwenye kufanya hivi, mwenye kunywa maji na hivi na hivi. Lakini kabla kiasi cha dakika 7 mpaka 10 watu wanajizika kimya kabisa kabisa katika Baitullahil Haram, wanaomba kwa Mwenyezi Mungu, huku wakitegemea ya kwamba
la turaddu lahum da'wa, dua yao kwamba hairejeshwi. Seuze wako pahala pale ndo kabisa, huku wamekabili wengine katika multazam. Multazam ni mlango wa Kaaba, dua ikifika pale hairejeshwi. Wengine wako katika Hijri Ismaili, almradi Alkaaba imezungukwa. Kuna wengine kwa hapa, wengine kwa hapa, wengine kwa alijumradi, wakati ule ni wakati kwa madua. Hata kama huko pale, lakini kwa kuwa umeenda saumu, hakikisha ya kwamba ufungue kinywa kwanza mpaka unamuomba Mwenyezi Mungu jambo. Muombe jambo. Halafu unafika mpaka unaipata Lailatul Jumu'a, usiku wake omba sana. Na siku ya Jumaa yenyewe mna saa hasa, haimwafikii mja anaomba haja yake kwa Mola wake, naam, anajibiwa tu, lakini Mwenyezi Mungu ana namna yake kujibu, lakini anakujibu lazima. Sema mazuri, wa kulli ibadi yaqulu allati, sema Muhammad kuambia waja wangu waseme maneno ambayo hi ahsan, ni mazuri mno. Waombe sana kwa Mwenyezi Mungu, wasiapize watu, waombe mazuri. Wewe mazuri yasikumalizikie, omba mazuri kwa ajili yako, kwa ajili ya wazee wako, kwa ajili ya wanao, na kwa ajili ya Waislamu wenzako. Umma mzima uombee vile vile, omba sana. Kwa hivyo leo tumepata sehemu moja, ad-du'a ma'a rajai. Baadaye ziko sehemu mbili zinakuja siku yote ambayo Mwenyezi Mungu atatupa nafasi ya mkutano tena, hata kama ni siku za kula mchana inshallah. Tutaendelea na mawili yaliyobakia, lakini maudhui moja nzito sana, nzito mno, aqida. Wakati tunamwomba Mwenyezi Mungu, kuna mengine mawili yaliyobakia. Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaqulu fiha alhabibu Mustafa albirru la yabla wadhambu la yunsa waddayanu la yamut i'mal ma shi'ta kama tadinu tudan. Wa yaqulu aidan kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kabla hatujafunga kwa dua, nakumbusha ya kwamba katika wale wanaofuatia darsa za mwezi Ramadhani, kesho siku ya Ijumaa insha Allah taala, muhadhara wetu au darsa yetu itakuwa